ripoti ilivyoeleza kwamba katika ushahidi tuliokusanya tuliweza kubaini kwamba ghasia zile zilikuwa zimepangwa na ziliratibiwa na kufadhiliwa. Sasa swali la msingi linakuja, mmejuaje? Mmetumia ushahidi gani? Katika watu zaidi ya 63,000 tuliokutana nao kwa njia mbalimbali, wako walokuja ana kwa ana, wako walokuja kwa maandishi, kwa viapo, na wapo waliojitokeza kwa huzuni, kusikitika jambo lililotokea ni baya, na wakakubali wao wenyewe kutuongoza. Kwa hiyo kuna watu tumetoka nao kwenye mitaa, wakaeleza jinsi walivyoshirikishwa kufanya jambo hili. Kuna watu kwenye mabodaboda, kwenye makundi ya mamalishe, kwenye vikundi mbalimbali, mradi walishiriki kwa namna moja au nyingine, wao wenyewe wanakiri kwamba sisi tulihusika. Lakini mimi nilikuwa nafanya biashara katika soko X, na nikaambiwa kipato changu cha mwezi ni shilingi ngapi. Nikapewa na nikaambiwa kuna kazi maalum, na kama mambo haya yakifanikiwa, basi siku si nyingi mafanikio makubwa zaidi yatapatikana. Kwa hiyo watu wa aina hii kwenye vikundi mbalimbali, kwa wakati mbalimbali, maeneo mbalimbali, ule ushahidi wake ukiukusanya unakupa mchanganuo, analysis ya kuweza kubaini kwamba hapa palikuwa na mpango gani. Kwa hiyo ni kwa njia hiyo tuliweza kujua kumbe huu mpango umefadhiliwa. Kuna pia matukio na picha na ushahidi mwingine ulituonesha kabisa zilipangwa mbinu zaidi ya 16 ili jambo hili liweze kufanikiwa. Na cha msingi kabisa ni kwamba iliweza kudisperse, kutawanya zile nguvu ulizokuwa nazo. Kama ulikuwa unategemea vurugu hii itakuwa ni ya maandamano, lakini imetokea hapa, imetokea pale, imetokea kule. Yaani kuna maeneo 202 yalitokea kwenye kadhia hii. Sasa fikiri maeneo ni kama Magomeni, Ubungo, Kimara, Kinyerezi. Sasa lakini pia kuna matukio zaidi ya tukio moja kwenye eneo hilo. Kwa hiyo ule mtawanyiko sasa na mgawanyiko wa askari kukabiliana na jambo hilo, ukichanganya na mbinu zilizowekwa za vizuizi barabarani, mbinu gani, unaona kabisa hili jambo halikujitokeza kwa kulipuka, limepangwa. Na huo ndo mchakato tuliotumia. Hakuna mtu kwenye tume amekaa akafikiri mwenyewe kwamba hili linawezekana likawa limefanyika hivi. Kuna mashahidi wamekuja, kuna digital evidence za video na picha mbalimbali. Kwa hiyo hizi ndo ziliweza kutuongoza na kuweza kujua kuna mchakato wa namna hiyo. Naomba niseme kwa uchache tu, ilikuwa ni katika mazingira hayo tuliweza kukusanya ushahidi huo. Miaka ya nyuma ukitaka kupanga mambo kama haya, unapanga ardhini, unakuja field. Lakini kutokana na teknolojia sasa hivi mambo yanapangwa kwenye mtandao. Humuoni mtu anayepanga, lakini wapo watu wanapanga, na wanaweza wakapanga mpaka wakafanikisha, kiasi kwamba wakawa wako mbele kuliko wale ambao wanazuia. Kwa
Kwa hiyo kwa uchunguzi tuliofanya, ushahidi umebaini kwamba taarifa zilikuwepo kwenye mitandao, lakini pia na watu wachache ardhini walikuwepo. Na ushahidi huu tumeupata wapi? Hiyo mitandao ipo, lakini pia tumekwenda kukutana na wadau mbalimbali. Miongoni mwa wadau ambao tumekutana nao ni pamoja na watuhumiwa ambao wako magerezani. Tulitembelea magereza yote ambayo yana watuhumiwa na tukapata fursa ya kuongea nao, lakini pia tulikutana na waathirika ambao walikuja pia na ushahidi wa picha. Baadhi ya majengo kama mnavyofahamu sasa hivi yana CCTV cameras, kwa hiyo yanaonyesha, na baadhi ya watuhumiwa pia ambao walionekana kwenye CCTV cameras wakifanya uhalifu, na wenyewe tumeongea nao na wamekiri. Baadhi yao wanasema walifuata mkumbo. Lakini sasa lije swali kwamba kama taarifa hizi zilikuwepo, hasa inakuwaje hamkuweza kubaini, hamkuweza kuzuia, mkaishia tu kwenye kudhibiti? Tuliloliona sisi ni kwamba walizidiwa na speed. Unaweza ukitizama nyuma huko, kuna matukio ambayo yamewahi kutokea. Kwa mfano, tukio la 9/11 kule Marekani, taarifa zilikuwepo, lakini kutokana na speed walishindwa kubaini hasa ni kitu gani kinaenda kutokea. Lakini walikuwa wanaona kabisa kuna mapilot wanafanya training, kuna dalili kwamba watakuja kushambulia, lakini watashambulia wapi, saa ngapi, watakuja na nini, hivyo havikuweza kupatikana. Na katika masuala ya intelligence kuna vitu vinavyoitwa intelligence lapse. Ni mapengo ambayo unapopata taarifa hupati taarifa yote kwa ujumla. Ni kama hadithi, unasimulia hadithi alafu kuna vipande humu ndani vinakuwa havikupatikana. Lakini kingine ni hicho kwamba alichoelezea mzungumzaji aliyepita kwamba mbinu walizotumia ni tofauti na mbinu za kawaida. Mbinu za kawaida, maandamano huwa yanategemewa yanaanzia sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Ni watu wanakusanyana, wanatoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine wakiwa na ujumbe na kadhalika. Kwa hiyo mategemeo yote ya vyombo vya ulinzi na usalama walikuwa wanategemea kitu kama hicho. Lakini kilichokuja kutokea ni fujo zilizokuwa zinasambaa kwa haraka sana kwa kutumia pikipiki, lakini pia fujo zenyewe ziliambatana na kufanya uharibifu mkubwa, kuchoma vituo vya mafuta na kutawanyika katika maeneo mengi kiasi kwamba hata kazi ya kuzuia na yenyewe ilikuja ikawa ngumu.